atatupa mawe kutoka wapi? Mbinguni. Na hata wakati ambapo sasa alama ya mnyama itakuwa imepitishwa na kukachukua muda, ni kwamba Mungu atafanya nini? Atatupa mawe. Kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 22. 38 mstari wa 22 nasema nini? Ayubu. Soma andiko. 38 kitabu cha Ayubu. Hizi ni mapigo za Mungu ambazo ameandaa kwa ajili ya kuangamiza watakaofanya ibada ya mnyama. Soma hii andiko. Je, umeziingia ghala za theluji? Umeziingia ghala za theluji? Au umeziona ghala za mvua ya mawe? Eti kuna ghala ya mvua ya mawe. Ghala ya mvua ya mawe. Teremuka. Ulizoziweka akiba kwa wakati wa msiba. Kumbe Mungu ameziweka akiba kwa wakati gani? Wa msiba. Wakati wa msiba. Kwa siku ya mapigano na vita. Eti kwa siku ya mapigano na vita. Hebu nipatie Isaya 32:18. 32:18. So Mungu ameweka akiba ya mvua ya mawe. Na ataanguka kutoka juu. Siku hiyo wachungaji sijui watakimbia kwenda wapi. Soma hiyo inasema nini? Na watu wangu watakaa katika kao la amani. Eti watu wa Mungu watakaa katika kao la amani. Na katika maskani zilizo salama. Na katika maskani zilizo salama. Katika mahali pa kupumzika penye utulivu. Wale watakao kataa ibada ya huyu mnyama. Maana shetani ndiye amemtumia. Anamtumia sasa hivi pia. Teremuka. Lakini mvua ya mawe itakuja. Eti lakini mvua ya mawe itafanya nini? Itakuja. Wala wakati wa kuangushwa miti ya misituni. Achia pale. Mvua ya mawe itafanya nini? Itakuja. Ni kama itanyesha. So Mungu ameahidi kwamba itakuwa hivyo. Hebu nipatie kitabu ambacho ni cha Yeremia 25 mstari wa 31. Ni kwamba baada ya hiyo, ni kwamba hata wachungaji hawatakuwa na mahali pa kukimbilia. Baada mapigo haya yatakuwa makubwa sana. Yatakuwa makubwa sana. Soma hii andiko. Soma Yeremia 25 mstari wa 31 ndio tumaliza na 13. 31:25. Soma hii andiko kwa haraka. Anasema hivi. Inasema nini? Soma andiko. Mshindo utafika hata mwisho wa dunia. Eti mshindo utafika hata mwisho wa dunia. Maana Bwana ana mashindo na mataifa. Eti Mungu ako na mashindano na mataifa. Teremka. Atateta na watu wote wenye mwili. Atateta na watu wote wenye mwili. Na waovu atawatoa wauawe kwa upanga. Asema Bwana. Teremka. Bwana wa majeshi asema hivi. Tazama. Uovu utatokea toka taifa hata taifa. Na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Teremka. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwa. Changamuka. Somaje changamuka Aya soma andiko. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo. Teremka. Toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Eti toka upande mmoja hata upande wa pili. Kumaanisha kwamba hapa ndio watu watauawa. Kutoka hii upande hadi upande ingine. Teremka. Hawataliliwa. Eti hawataliliwa. Wala kukusanywa. Wala kuzikwa. Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Teremka. Pigeni yowe. Enyi wachungaji. Na kulia. Kugagaa katika majivu. Enyi mlio hodari katika kundi. Wajua kuna watu wako na title mbalimbali. Unasikia komanda. Unasikia lieutenant. Ni titles kubwa. Unasikia reverend. Umechukua jina ya Mungu. Titles kubwa. Ni kwamba watafanya nini? Watalia. Teremka. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbilia. Eti watakuwa hawana njia gani? Ya kukimbilia. Wala walio hodari katika kundi hawatafanya nini? Hawataokoka. Kwa sababu ya kufanya hii ibada ambayo ni ya uongo ya shetani, ambayo ni ya mnyama.
Naam. Sasa fanya hivi, rudi Ufunuo 16 mstari wa 13. Baada nimeambiwa dakika 10. Ili kwamba tuweze kumkaribisha mtumishi akuje sasa angazie masuala haya kwa muda ambayo inabaki. Soma hiyo. Nikaona roho tatu za uchafu. Eti sasa kukaonekana roho tatu za uchafu. Teremka. Zilizofanana na vyura. Zilizofanana na vyura. Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Eti zikitoka katika kinywa cha yule joka. Number 1, joka. Na katika kinywa cha yule mnyama. Number 2, mnyama. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Mtumishi rudia tena. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura. Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Number 1, inatoka katika kinywa cha yule joka. Katika kinywa cha huyu joka hapa, huyu joka. Na katika kinywa cha yule mnyama. Number 2, huyu mnyama ambaye yuko hapa. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Na katika kinywa cha nabii wa uongo. Maliza. Hizi ndizo roho za mashetani. Zifanyazo ishara. Zitokazo na kuandaa wafalme wa ulimwengu. Tulia kidogo, eti zinafanya miracles. Na zinatoka kuendea wafalme wa ulimwengu. Maliza. Anasema kukusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi. Kumbe Mungu ako na siku yake. Si ndivyo? So wacha tuanze. Hadi kwamba achura iko na tabia gani mtumishi? Ya kurukaruka. Achura iko na tabia ya kurukaruka. So tukipata ibada fulani ambayo iko na kurukaruka, tujue kwamba hiyo ni ibada ya roho chafu. Si ndivyo? Tumeambiwa kwamba hizo roho ni za uchafu. Wathesalonika wa kwanza 4:7, soma andiko kwa haraka. Wathesalonika wa kwanza 4 mstari wa 7. Soma hiyo. Anasema baada leo hii utapata watu wanaruka kwa barabara. Wamejaza barabara wanarukaruka. Kwa makanisa wanarukaruka. Hizo ibada za kurukaruka. Alafu watu wanasema kwamba hiyo ni roho. Hiyo ni roho. Ni roho gani hiyo tunaichunguza sasa hivi? Soma hii andiko. Maana Mungu hakutuitia uchafu. Eti Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Eti bali tuwe katika utakaso. Tulia kidogo. Utakaso tunapata kwa njia gani? Baada Mungu hakutuitia uchafu. Kitabu cha Yohana 15 mstari wa 3. Leo hii kuna roho za uchafu ambazo zinakusanya dunia nzima. Zinakusanya wafalme kwa ajili ya vita ya siku kuu ambayo ni ya Bwana. Soma hii andiko. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kumbe neno linatufanya tuwe nini? Safi. Zinatufanya tukue safi. Na hizi roho ni roho za uchafu. So ni roho ambazo hazipendi maandiko. Unaona hiyo? Alikusoma andiko moja, alafu hizo zingine zote ni maneno yake dondoro. Ni kukatika. Ama unasikia tu the Bible says, lakini haitajwi. So hiyo ndio hiyo roho. Na tumeambiwa kwamba zinafanana na vyura. Nipatie kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 26. Baada leo hii ibada za kurukaruka ziko kwa makanisa ya roho. Ziko kwa makanisa ambayo inaitwa roho. Eti kuna roho fulani. Roho wa Mungu inaelekeza watu katika nini? Katika maandiko yote. So hiyo roho inafanya watu warukeruke. Sasa waje tuchunguze kwamba roho gani inafanya watu warukeruke katika ibada. Soma hiyo. Anza na 25 kwa haraka. Soma andiko. Elia akawaambia manabii wa Baali. Akaambia wanabii wa Baali, "Jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza. Maana ninyi ndio wengi. Kalitie jina la Mungu wenu. Eti mkalitie jina la Mungu wenu. Wala msitie moto chini." Tulia kidogo. Hao ni watu wa Baali wanaofanya ibada ya Baali. Sasa waje tuone vile wale ambao walikuwa wanafanya ibada ya Baali zamani walikuwa wakifanya nini? Ibada yao. Teremka.
Soma andiko. Wakamtoa yule ng'ombe, wakamtengeneza, wakalitia jina la Baali, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri. Eti tangu asubuhi hata adhuhuri. Tangu asubuhi hata adhuhuri. Kuna ibada ambazo zinaisha tu hapa adhuhuri. Saa 8 hakuna ibada. Hizo ni ibada za Baali inaisha saa ngapi? Saa 6. Aendelea na andiko. Inasema nini? Wakisema Baali utusikie. Eti Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti. Wala aliyejibu. Wakarukaruka juu ya madhabahu. Eti nene? Wakarukaruka juu ya madhabahu. Eti nene? Wakarukaruka juu ya madhabahu. Ibada ya Baali ni ibada ya kurukaruka. So ukiona ibada ambayo watu wanarukaruka ni ibada ya Baali. Kumbe leo kuna ibada za Baali. Hizi ndio roho ambazo zilionekana kwamba zinakusanya nini? Watu. Zinakusanya wafalme wa nchi. Kwa ajili ya vita ya siku kuu ya Bwana. Na vita ya siku kuu ya Bwana, siku ya Bwana ni gani? Nipatie kitabu cha gani hile? Gani nzuri. Kutoka 20 mstari wa 8. Soma hiyo kwa haraka. Alafu urudi pale 1 Kings kidogo, alafu tumalize. Itasema nini? Soma hiyo. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Eti ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi. Eti siku sitafanya nini? Kazi. Fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana. Kumbe siku ya Bwana ni nini? Ni Sabato. Kumbe kuna vita za Sabato ambazo zinakuja hapa. Mtumishi ataelezea zaidi hizi vita. Atuambie kwamba hizo ni vita gani ambazo zinakuja. Baada hizi roho ambazo zinafanana na vyura zenye zinarukaruka zilionekana kwamba zinakusanya wafalme wa nchi wote kwa ajili ya vita ya hiyo siku ya Bwana ambayo inakuja. Na siku ya Bwana pia ni ile ya marejeo ya Yesu, si ndivyo? Ni ukweli. So tunaambiwa hivi, rudi pale 1 Kings wafalme wa kwanza. Naona share simama. Soma ni kwanza wafalme wa kwanza. Anasema ikawa ni 18:27 sasa. Endelea hapo kidogo. Ikawa wakati wa adhuhuri. Teremka. Elia akawafanyia dhihaka akasema, muiteni kwa sauti kuu. Eti muiteni kwa sauti kuu. Maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza au ana shughuli. Tulia kidogo. Kumbe mwenye anaitwa kwa sauti kuu ako na shughuli ama anazungumza. Hawa wameenda safari. Eti hao wameenda safari. Lakini leo hii kuna ibada ambazo ni za kelele, si ndivyo? Nipatie kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 8. Hizi ndio roho za chura. By the way, chura moja akiwa hapa na aanze kutoa sauti, utadhani kwamba ni chura 10,000. Utadhani kwamba ziko mingi, kumbe ni kamoja. Unasikia riswa. Ndio maana ukienda, si ajabu ukienda hata na hii njia ama hii utapata kanisa fulani wako na mtu mmoja tu ako na bibi yake peke yake na watoto wake, lakini kelele yenye iko pale unadhani kwamba ni watu 200. Hizo ni roho za chura ambazo zilitabiriwa ya kwamba zitakuwako duniani. Soma andiko. Yeremia 23 ngapi? Mstari wa 8. Anasema hivi. Soma andiko. Lakini aishivyo Bwana, mimi ni Mungu aliye karibu. Hiyo ni gani? 23. Asante. 23. Maana Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu ambaye ako karibu, sio Mungu aliye mbali. Lakini leo hii utasikia kwamba Mungu mtu anaomba kana kwamba anapigana na Mungu. Mungu tumefanya nini? Mungu unasikia hiyo sauti peke yake hata inashtua. Ni kama mtu anapigana na Mungu. Mungu tumekosa mrendana na ugali. Na tunataka sijui nini na nini. Unapigia Mungu kelele. Soma hiyo. Anasema inasema ni 23. Inasema nini? Mimi ni Mungu aliye karibu. Kumbe Mungu ni Mungu aliye karibu. Mungu ni Mungu aliye karibu. Teremka. Asema Bwana. Asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Eti mimi si Mungu aliye mbali. Sasa tulia kidogo. Hebu niongeleshe hapa. Si tuko karibu na wewe. Hebu niongeleshe. Habari ya mchana? Niko salama. Umeshinda aje? Sasa achia hata pale. Swali ni je? Hebu sasa nipigie kelele. Habari ya mchana. Akili yako ni nzuri.
Unaona? Leo hii ibada ambazo zinafanyika ni ibada za upuzi, ni ibada za roho mchafu ambayo inakusanya watu kwa ajili ya vita ya siku kuu ya Bwana. Hiyo si ibada ya ukweli, ni ibada ya uongo. Unapata kwa mtu anaomba asubuhi lakini watu hawezi atalala. Unasikia kupiga maombi pale. Lakini mnasikia anachokiomba. Mungu anasema kwamba ukitaka kuomba Mathayo 6, ujifungie mahali na baba yako aliye sirini atafanya nini? Atakujazi. Atakujazi. So ukijifungia sirini, sasa hata sauti yako haisikiki. Sasa ukipata kwamba sauti yako inasikika hata kwa nini? Kwa wale wengine, basi hiyo ibada yako iko na kasoro. So ibada za leo ni ibada za chura. Ni ibada za chura. Nimalizie na kitabu cha Warumi 16 mstari wa 17. 16 mstari wa 17. Alafu unaona ashaweka wimbo hapa. Wimbo preach. Asoma hiyo. Ndugu zangu, nawasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho. Eti waangalieni wale angalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza tajiepusha nao. Eti fanya nini? Tajiepusha nao. Kama mwenye anaenda kinyume na mafundisho ya Biblia, unafaa kufanya nini? Tajiepusha naye. Unafaa kujiepusha naye. Unatoka kwa hiyo imani, maana sio imani ambayo itakupeleka mbinguni. Sasa tumekuwa tukiangazia mafundisho mbalimbali ambayo itakosesha watu mbinguni, na mafundisho haya ndiyo imefanya watu wakue katika imani mbalimbali ambazo sio za Mungu, sio makanisa ya Mungu. Ni ibada ambazo zimebuniwa. Ukisoma Wakolosai 2 mstari wa 23 inasema kwamba ni ibada ambazo zimetungwa na chura. By the way, chura moja anazaa chura wangapi? 1000 ngapi? 1500 huko. Ama 400 kuanzia hapo. Inadepend na nini? Inalingana na variety. So ni kwamba roho hizi za uchafu ambazo zinakusanya wafalme wa dunia, ni kwamba unapata kwamba imani moja inaweza zaa hata makanisa mangapi? Mengi. Makanisa mengi. Ukienda Ubiru, by the way, utapata kuna line fulani hivi ambayo siku moja iliangaziwa, kuna makanisa kama 200. Hizo ni roho chafu za chura. Maana zinazaana sana na wajibu wao kuu ni kukusanya watu kwa ajili ya siku gani? Siku kuu ambayo ni ya Bwana. Siku kuu ama vita vya siku kuu. Na ni kwamba watakao uawa ni watakatifu wasikao amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. So tungependa tuachie pale, tutainuka ili kwamba tuweze kuomba, na utatupigia dua, alafu tuweze kuachia pale. Kiwa na swali utakuja utatutembelea hapa, kuna walimu tuombe. Basi wacha na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuturuhusu pia tusimame katika viwanja hivi. Asante pia kwa hali ya anga ambayo umeruhusu kuwa sehemu hii. Baba yetu, mtumishi wako umekutumia kama chombo, amezungumza yaliyo yako. Neno hilo likaambatana na ujazo wa Roho Mtakatifu, ili masikio yote ambayo yamesikia mfalme yapate kufanya uamuzi kungaliko nafasi. Endelea kumuongezea zaidi, kambariki yeye na nyumba yake, na watu hao wote pia mfalme wabariki, na mtumishi ambaye anakuja nyuma yake zile kumsaidia na kumtumia kwa njia ya kipekee. Nimeomba hayo kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.